anarejesha hapa. Si ndio? Maana yake atakuwa anadaiwa shilingi ngapi? Akitoa 50. Atakuwa anadaiwa shilingi ngapi? 150. Si ndio? Huku alikokopa 50. Itakuwa arudishe shilingi 60. Sawa? Kwa hapa tunajumlisha na shilingi ngapi? 10,000. Sasa angalia kwa sababu amekopa 50 ameleta hapa. Huku anabaki na shilingi ngapi? Anaongeza shilingi hiyo. Ukijumlisha na hii inakuwa shilingi ngapi? Laki mbili na ngapi? Sasa angalia kinachotokea. Alishinda kulipa 200,000. Wazo lile lilipata ni kuchukua kwa kuleta hapa. Ameongezea nini? Deni. Ameongezea 10,000. Sasa swali, kama ni kosa 200,000, hiyo 10,000 itakuwa kutoka wapi? Sawa? Maana yake wakasema madeni nini? Ni ya dini. Usipokuwa ni dini ya pesa. Usipokuwa na nini yani? Kwa kila siku unajiingiza kwenye madeni. Badala ya kusaidia yanakupeleka sehemu ambayo sio sahihi. Hiyo ni kama ni liability. Kwa sababu unakuta hayatakusaidia zaidi kuingiza kwenye nini? Kwenye shida. Sawa? Alafu kuna aina ya vile madeni tunasema ni good debt. Mikopo mimi ni vizuri. Mimi na wazo la biashara sina mtaji. Sawa? Naenda nakopa, naenda kuweka kwenye nini? Kwenye biashara. Sawa? Ule